tumefika pahali sasa tunatafutana kifamilia. Unajua shida zikiwa mingi, familia inakaa pamoja na kuongea pamoja. Watu ya Mijikenda ni makuzo wangu, ni makuzo ya Stephen Kalonzo Musyoka, ni makuzo ya Eugene Wamalwa. Ndio. Sisi tunataka kuuliza watu ya Mijikenda wajiheshimu kama jamii. Katika jamii ya Mijikenda ni watu ambaye wako na bidii sana, na pia wako na watoto wamesoma. Historia ya Kenya tulikuwa na viongozi Ronald Gala na Wakatana Ngala, Karisa Maitha, huyu Ali Mwakwere. Tuko na viongozi shupavu ya Mijikenda. Itakuwaje hawako kwa meza ya kitaifa? Hii mambo ya pwani imekuwa na shida kwa sababu katika meza ya kitaifa hata kama Mijikenda ndio majority katika pwani, hawako kwa meza ya kitaifa. Wametuma mabroka, wameenda kuongea juu ya Mijikenda. Huyu Hassan Joho, mambo ya Mijikenda atajua namna gani? Haelewi hawa, haelewi mila zao, haelewi desturi zao, haelewi chanzo ya maendeleo ya watu ya Mijikenda na challenges yao. Kwa hivyo hata tukiwa hapa kuongea na wananchi wa kawaida, tunataka kuuliza viongozi ya Mijikenda wajitokeze, kwa sababu jamii inaongozwa na viongozi. Tuko na watu wamesoma vizuri, tuko na watu wako na experience ya uongozi. Tunaomba jamii ya Mijikenda msikuje tena kwa meza ya kitaifa kupitia maburuka ya kisiasa. Itakuwaje kiongozi hapa na less than 3% ya umaarufu katika pwani ataongoza Mijikenda, watu wapo katika kura milioni 2? Kwa hivyo wale wenye kuelewa shida ya jamii ni watu ya jamii hiyo, na sisi hata kama tunajaribu kuelewa mambo ya Mijikenda, watu ya Mijikenda wanaielewa hata kuliko sisi. Na ndio sisi tunaruhusa tukuwe na uhusiano, tuanze kuketi chini na viongozi ya Mijikenda, wakae na Wakenya wengine, kwa sababu tunataka kuleta Kenya yote pamoja. Lakini ndio Kenya ikuje pamoja, lazima kila jamii ishirikishwe na ile mambo na husu hiyo jamii ieleweke vizuri. Kwa hivyo uongozi wetu ni wale ya kushirikisha kila mtu, hasa watu ya pwani. Tunataka watu ya Mijikenda wakuwe pale kwa meza.